ndio maana ya wokovu. Mtu anaposema ameokoka, maana yake ana uzima wa milele. Yaani wewe unapotembea unasema mimi nimeokoka, maana yake ni unafananishwa na mtu aliyepita mautini na kuingia uzimani. Maana yake hiyo ndio maana ya kuokoka. Tukasema maana ya pili, mtu anaposema ameokoka, maana yake amesamehewa dhambi zake. Maana yake wewe, utofauti wako kati ya wewe na mtu ambaye hajaokoka sio pesa, sio magari, sio watoto, sio mke, sio mume, lakini wewe utofauti wako ambaye umeokoka na mtu ambaye hajaokoka, maana yake wewe umesamehewa dhambi, lakini yeye hajasamehewa dhambi. Tukasema maana ya tatu, mimi ninaposema nimeokoka, maana yake nimeoshwa na kutakaswa kabisa, lakini mtu ambaye bado hajampokea Kristo, maana yake bado hajatakaswa, maana yake bado hajaoshwa. Lakini unaposema umeokoka, maana yake wewe umefanyika kuwa mwana wa Mungu, umefanyika kuwa mwana wa Mungu. Maana wote tunapozaliwa na mama zetu tunakuwa bado hatujafanyika kuwa wana wa Mungu. Maana kuwa mwana wa Mungu unafanyika, sio unapozaliwa na baba yako na mama yako wewe unakuwa ni mwana wa Mungu. No, mwana wa Mungu unafanyika. Ukisoma Yohana hiyo 1:10 inasema alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea walifanyika kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kuwa mwana wa Mungu ni hali ya kufanyika, ambayo ni matokeo ya kumwamini Kristo, ni matokeo ya kuamini kazi ya msalaba. Kwa kuokoka maana yake ni kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Lakini tukasema unaposema umeokoka, maana yake umehesabiwa haki bure, isiyotokana na matendo ya sheria, bali imani katika Kristo. Maana si wote ambao Mungu akiwaangalia anakuwa amewahesabia haki. Kwa hiyo wewe unapokuwa sasa umeokoka, maana yake wewe na Mungu hakuna nini, hakuna marumbano yoyote. Wewe na Mungu hakuna shida yoyote. Maana yake mbele za Mungu unaonekana wewe ni mwenye haki. Na tukasema lugha hii ni lugha ya kimahakama. Maana yake nini? Ulikuwa ni mtu ambaye una makosa, ulikuwa ni mtu ambaye unastahili hukumu, lakini jaji akasema mtu huyu ana nini, ana hatia. Maana yake unakuwa huru. Kwa hiyo unaposema umeokoka, maana yake wewe nini, upo huru. Lakini unaposema umeokoka, maana yake wewe sio raia wa nchi, maana yake wewe ni raia wa mbinguni. Maana yake unapotembea, maana yake unapodunda, maana yake unapoongea, upate kujua kwamba hapa sio nyumbani kwako. Maana yake wewe hapo unafanyaje? Unapita. Maana yake wewe unapita. Kuna wakati wewe sasa utakuja kurudi nyumbani kwenu, ambao ndio kwenye ufalme wa baba yako. Hiyo ndio maana ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunasema kwamba unaposema umeokoka, maana yake ni nini? Hakuna tena hukumu ya adhabu. Maana yake nini? Uko mbele tunatazamia hukumu ya Mungu ambayo tutawapata wote wenye mwili kulingana na matendo yao, kulingana na jinsi ambavyo walimwamini Injili au waliwekataa Injili. Lakini kwa mtu aliokoka, maana yake anatenda hukumu ya adhabu. Lakini tukasema unaposema umeokoka, maana yake ni kuhamishwa kutoka katika nguvu za giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Hiyo ndio maana ya wokovu. Kwa hiyo mara ya kwanza tulipojifunza na nilipokuja kuuliza swali kama darasa, nilitegemea kila mmoja angeweza kuchukua, mwingine kipengele hiki, mwingine kipengele hiki, mwingine kipengele hiki, mwingine kipengele hiki. Tunatiririka, tunaendelea kujifunza, lakini sasa inaonekana mambo haya ni kana kwamba yanatupita au tunashindwa kuyaelewa, na ni kitu ambacho tunatakiwa sasa tuanze kuwa serious nacho. Unaposema umeokoka, unaelewa nini? Unaposema toba, unaelewa nini? Unaposema nimepata ondoleo la dhambi, unaelewa nini? Unaposema haki ya Mungu imedhihirishwa, unaelewa nini? Maana mambo haya ni lazima tujifunze kwa kina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa tukawa tumetambulisha, tukasema somo letu ambao msingi wake ulitokea hapo katika nini, katika Mathayo, ulitokea katika hiyo Mathayo 22, ambao hapo Yesu akasema wapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uwezo wa Mungu. Kwa tukasema mtu anaweza kupotea, mtu anaweza kuingia kwenye shida, mtu anaweza kuingia kwenye giza. Kwa nini? Kwa sababu ya kutoamini uwezo wa Mungu na kutoelewa maandiko.
ndizo ambazo zitawezesha kanisa kutenda kazi yake sawasawa. Sasa mwalimu wangu, hiyo ilikuwa ni introduction, huo ulikuwa ni utangulizi kwa yale ambayo tulijifunza au tukaangalia kwa sehemu, lakini leo kwa wale ambao hawakuwahi kujifunza, nikasema tutaenda kuangalia maana ya Injili, lakini tulishajifunza. Lakini hii sasa ni msingi. Kwa nini? Kwa sababu Injili ndiyo inapelekea mtu kupata wokovu, na mtu anapopata wokovu ndiyo anakuwa muamini, na huyu muamini ndiyo anategemewa sasa ndani ya kanisa aanze kukua. Kwa pasipo Injili hatuwezi kuwafanya watu waokolewe. Pasipo Injili hatuwezi kuwafanya watu wafanyike kuwa wana wa Mungu, na hii ilikuwa ni kazi ya kila mmoja ndani ya kanisa, na msingi ambao tunaujenga sasa hivi ni pale ambapo tunakwenda kujifunza yale tunayojifunza, tukayatendee kazi. Kama nilivyosema kwamba hata mambo ya huduma ni kupokezana vijiti. Leo hii wewe umekaa unafundishwa, lakini matarajio ya Mungu ni siku moja wewe usimame ufundishe. Leo hii wewe unahubiriwa, lakini matarajio ya Mungu siku moja wewe usimame uhubiri. Sasa usipozingatia yale unaofundishwa, utahubirije? Sasa sio aliyesomea Mathayo 12:22. Mathayo 12:22. Wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu naye ni bubu, akamtoa. Hata yule bubu akanena na kuona. Makutano wote wakashangaa, wakasema, huyu siye mwana wa Daudi? Lakini Mafarisayo waliposikia walisema, huyu hatoi pepo ila kwa Beelzebuli mkuu wa pepo. Basi Yesu akijua mawazo yao akawaambia, kila ufalme ukipitinika juu ya nafsi yake hufanyika ukiwa. Tena mji au nyumba yoyote ikipitinika juu ya nafsi yake haitasimama. Na shetani akimtoa shetani amepitinika juu ya nafsi yake, basi ufalme wake utasimamaje? Mimi nilitoa pepo kwa Beelzebuli, je, wana wenu huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo ndio watakaowahukumu. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, mtu asiyekusanya pamoja nami hutapata. Yesu asifiwe. Tunazungumzia kuhusiana na nguvu, na hiyo nguvu ndio ambayo kanisa tunahitaji leo. Ili tupate kushinda ni lazima tuwe na nguvu, lakini nguvu hizo katika maandiko, wakati tunaendelea kujifunza, manake zimetajwa. Sasa ni sisi kama kanisa tuwe na shauku ya kuzitaka nguvu hizi ambazo zitatuwezesha kuweza kushindana, maana nguvu hizo zimetajwa. Sasa tutakapokuwa tunahitaji kama kanisa siwe ndani yetu, ndipo ambapo tutakwenda kushinda. Na mimi wakati ninavyoendelea niwe nazungumza pia mambo haya kwamba kanisa sasa hivi tunahitaji nguvu sana, tunahitaji kujifunza sana, tunahitaji kuomba sana. Maana Jumapili nikazungumza nikasema, haya mambo tusiyachukulie mzaa mchezo. Wakati siku zinapoenda ndipo ambazo dalili nyingi sana zinazidi kuonekana. Sasa usije ukakosa kuingia katika ufalme, na wakati ujifunze siku zote, na utakosaje? Kwa kuwa hauna nguvu. Biblia inasema ufalme wa Mungu utapewa na wenye nguvu. Kwa hiyo acha ile hali ya mazoea, acha ile hali ya kusema haya mambo yapo hivi siku zote. Anza sasa kutafakari mambo haya kwa kina, anza kuyafikiria kwa kina, maana ukiukosa ufalme wa Mungu, hiyo tena hakuna namna nyingine. Kwa hiyo tunapojifunza mambo haya yachukue kama yalivyo, na ndio maana kuna andiko tulitangulia kulisoma katika Timotheo wa 2:7 baada ya Paulo kuzungumza mambo mengi
naye Bwana atakupa akili katika mambo yote. Maana yake hakutaka Timotheo asome tu, na ukitoka hapo, hiyo ni 2 sawa. Ukienda 2:15 kuna kitu anamwambia ioneshe ya kuwa umekubaliwa na Bwana, mpenda kazi asiye na sababu ya kutayari, ukitumia neno la Mungu la kwa halali. Kwa hiyo anamwambia ioneshe. Ile ioneshe katika Biblia ya Kiingereza imeandikwa start, isomee, ioneshe, iweke mbele katika mambo ya Mungu. Mpenda kazi asiye na sababu. Nilichelewa kwa sababu hii, sikwenda kwenye Injili kwa sababu hii, sikuomba kwa sababu hii. Hayo ndio ambayo tumekuwa nayo, lakini tukiamua kusimama kama kanisa, tukasema sasa tumeamua kusimama, sasa tunaamua kuomba, sasa tunaamua kufunga. Ukisoma jana, nilikuwa nasoma kitabu cha Nabii Yoeli, ukiangalia ile sura ya 2, kuna wakati ambapo nchi ikaharibika, mazao hakuna tena, wanyama wanakufa, mambo yanaharibika. Nabii Yoeli akasimama akasema, sasa ni wakati ambao mabwana harusi watoke katika nyumba zao, mabibi harusi watoke katika nyumba zao. Kwa hiyo haijalishi ulioa jana, haijalishi uliolewa jana. Sasa sehemu ambayo unaweza ukafikiria, anasema mpaka watoto wanyonyao na wenyewe waje, halafu kusanyeni makuhani waingie patakatifu, wakalie huko, maana hali imekuwa mbaya. Ndipo walipomlilia Bwana. Bwana akaona wivu kwa ajili ya taifa lake, maana Yoeli kuna statement ambayo akasema hali hii ikiendelea hivi, ukame ukiendelea hivi, giza ikiendelea hivi, shida ikiendelea hivi, watu watasema yuko wapi Mungu wao, ambaye wanasema anaweza, ambaye wanasema anawalinda. Lakini kumbe sisi wenyewe tunasababisha Mungu wetu aonekane ana uwezo. Kwa nini? Kwa sababu tumeacha kulia, tumeacha kuomba, tumeacha kufunga, tunachukulia ya mambo kawaida. Mtu anafundishwa leo, kesho ukimuuliza haelewi chochote. Mtu anafundishwa mwezi huu, mwezi ujao ukija ukimuuliza swali haelewi chochote. Kwenye kuomba tunaishia nusu saa, tunaishia risali moja, ndio tunasema tumeomba sana. Maandiko wiki nzima Biblia hatusomi. Hayo yatakupelekea kwenye shida kama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumesoma maandiko na hapo inazungumziwa kuhusiana na nguvu. Biblia inasema katika hiyo Mathayo 12 na mstari wa 22, ndipo Bwana au ndipo Yesu akaletewa mtu mwenye pepo. Tena yule mtu alikuwa ni bubu, tena mtu huyo alikuwa ni kiziwi. Maanake mtu huyo alikuwa na shida ambazo ni zaidi ya moja. Wakamletea. Kwa nini? Walijua huyu ana uwezo wa kumponya, na kweli Yesu akamponya. Makutano wakashangaa, wakasema jambo hili linawezekanaje? Yaani mtu alikuwa bubu, yaani mtu alikuwa kipofu, yaani mtu alikuwa kiziwi, yote ameponywa. Makutano wakashangaa, lakini Mafarisayo wakasema jambo hili haliwezekani, yamkini mtu huyo anatoa pepo kwa mkuu wa mapepo, maana tumewahi kuona kawaida kama hii katika Yerusalemu. Huyo anakuwa anatoa pepo kwa mkuu wa mapepo ambaye anaitwa ni Beelzebuli. Lakini Yesu akasema ufalme ukifikinika juu ya nafsi yake, ufalme huo utasimamaje? Au nyumba au mji ukifikinika juu ya nafsi yake, mji huo utasimamaje? Maana mji huo au ufalme huo utabaki ukiwa. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umewajia. Maana yake kumbe kuna uwezekano wa watu kutoa pepo kwa mkuu wa mapepo, na wewe ukasema hakika watu hao ni uwezo kutoka kwa Mungu. Lakini kumbe ipo nguvu halisi, ipo nguvu ya kweli ambayo unaweza kuitumia na mapepo ya kabili, na nguvu hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu, ambayo ndio tunahitaji kama kanisa, ili tuweze kuwafanya hao vipofu waone, ili tuweze kuwafanya hao viziwi wasikie, ili tuweze kuwafanya hao mabubu waongee, na
inawezekanaje mtu mwenye nguvu akaingia kwenye nyumba ya mtu mwenye nguvu na akaviteka vitu nyara na akavichukua vile vitu, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo aweze kuviteka kama, ndipo aweze kuviteka nyara. Kwa tunapoingia katika ulimwengu wa roho na tunapotaka kumnyang'anya shetani mamlaka, kumnyang'anya shetani watu, kumnyang'anya shetani baraka, kumnyang'anya shetani mali na kila kitu, ni lazima tuingie na nguvu. Kwa nini? Kwa sababu hata yeye ana nguvu, na sisi tunaingia na nguvu. Nguvu gani ambayo imetangazwa? Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Tukiingia nayo huko, tuna uwezo wa kumnyang'anya shetani vile ambavyo amevikamata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa kukua, kanisa linabaki vile vile. Kwa nini? Kwa sababu tumekataa kushuhudia, tumekataa kuhubiri Injili, tumekataa kuingia mitaani, tumekataa kuzungumza kweli ya Mungu. Kuna wakati unaweza kusema labda bado tunajifunza. Tutaendaje? Sasa huu ni wakati ambao tunajifunza, ili tukimaliza kujifunza, kila mmoja kwenye kazi yako uweze kumshuhudia mtu, mwambie hakika Yesu anakupenda. Kwa hiyo tukasema kama tunajifunza kuhusiana na habari za nguvu, basi tutaangalia kipengele ambacho ni kipengele cha Injili. Hicho ndio ambacho tunakwenda kukiangalia sasa hivi, lakini naamini Jumapili ndio tutakimaliza. Kwa nini? Kwa sababu Injili peke yake ndio itakayopelekea kanisa kuongezeka. Ukisoma maandiko katika Matendo ya Mitume nafikiri ni 6, inasema hata kanisa, hata wanafunzi walipoongezeka. Maanake kanisa la kwanza lilikuwa likai katika hali ile ile. Maanake ukija leo, ukija kesho unaona tofauti, ukija mwaka ujao unaona tofauti. Kwa nini? Kwa sababu wanafunzi walikuwa wanaongezeka. Kwa nini tusiangalie mambo haya tukajifunza? Walikuwa wanaongezekaje kwa watu kwenda mitaani kuhubiri Injili? Kwa tunaenda kujifunza kuhusiana na habari za Injili. Mwalimu, nisomee Marko 16:15. Akawaambia, leteni ulimwengu wote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. 1:16. Maana shuhudeni waeni, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani. Kila ya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza na Myunani pia. Kumbe Injili ni uwezo, kumbe Injili ni nguvu za Mungu. Unapohubiri Injili hautakiwi kuogopa. Unapohubiri Injili hautakiwi kuona haya. Kwa nini? Kwa sababu ni uwezo wa Mungu. Unapoenda mtaani kuhubiri hautakiwi kuogopa. Unapomshuhudia mtu habari za Kristo hautakiwi kujua nitaanzia wapi. Kwa nini? Kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Tukasema Injili sio maneno yako. Usianze kuingiza maneno yako. Ukiingiza maneno yako utakosa ile nguvu ya Mungu ambayo hiyo ndio inamfanya mtu aokoke. Injili sio sauti pana, Injili sio sauti kubwa, lakini Injili ni ule uwezo uliokuwa katika kweli ya Mungu, ambao kweli inaweza kumfanya mtu aokoke. Inasema sio idhaa ya Injili, maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza na Myunani pia, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Kwa hiyo kumbe ndani ya Injili kuna haki ya Mungu ambayo mtu akiamini itadhihirishwa hiyo haki ya Mungu ndani ya hiyo Injili. Na mtu sasa akiamini atatoka imani mpaka imani, kitendo cha huyu aliyeiamini Injili na akaokoka. Mungu anategemea atoke kiwango hadi kiwango, asiwe pale pale. Maana yake kuna kusoma neno, uanze kusoma neno. Kwa nini? Kwa sababu uliokolewa kwa nguvu ya Mungu, na baada ya kuokolewa kwenye nguvu ya Mungu, kwenye hiyo nguvu ya Mungu kuna haki ya Mungu inayozidishwa ndani ya hiyo nguvu, ambayo hiyo haki itakufanya utoke imani hata imani. Maana maandiko yanasema mwenye haki ataishi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa katika Marko 16, katika Marko 16:15 Yesu tunamwona anazungumza kitu, anasema basi enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa hiyo kumbe hii Injili ambayo Yesu mwenyewe alitaka wanafunzi wake wakaihubiri, na hii Injili inapoenda kuhubiriwa ina matokeo mawili: watu ambao wataiamini na kuna watu ambao hawataiamini. Na ndio maana unapoenda kuhubiri Injili, kazi ya watu kuokoka sio yako wewe. Kazi yako ni kuongea kweli, wewe kazi yako ni kuhubiri, alafu watu kuokoka. Maana yake ni matokeo ya kile ambacho umekihubiri. Ni Mungu mwenyewe ndani ya ile Injili anapoachilia nguvu yake. Lakini watakaoamini, Biblia inasema kuna ishara ambazo wataambatana nazo, lakini wasioamini watahukumiwa. Ni ishara zipi ambazo walioamini Injili wataambatana nazo? Na ishara hizi ndizo ambazo tunatakiwa kama kanisa tuzione katika siku ya leo. Lakini kwa nini hatuzione? Kwa sababu kuna mambo kadha ambayo tumeacha na lazima yarejee katika kanisa. Maana kiukweli tunashindwa kutembea katika utamu au katika ile nguvu ya wokovu tukawa na furaha. Maana inasema kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Manake kama sisi ni raia wa mbinguni, manake tuna lugha yetu. Tukizungumza mtu anajua kabisa kumbe watu wao sio wa Tanzania. Kuna manake lugha inamtambulisha mtu. Alafu anasema watashika nyoka, alafu anasema wanasema hata wakinywa vitu vya kufisha havitawazuru. Kwa sababu wana mamlaka, ni watu ambao wamemwamini Kristo. Alafu anamalizia anasema wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata basi. Maanake hii Injili ukiamini utaambatana na ishara, utaambatana na mamlaka. Maanake unao uwezo wa kuweka mikono juu ya wagonjwa na wagonjwa watapata basi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii inaitwa ni agizo kuu. Kwa hiyo Marko, agizo kuu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Agano Jipya kuna vitabu vinne vya Injili: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Na vitabu hivi ndivyo ambavyo waliweza kuandika maisha ya Yesu. Mathayo na Yohana walikuwa ni wanafunzi wa Yesu, miongoni mwa wale wanafunzi 12. Lakini ukimwangalia Luka, ukimwangalia na Marko, hao walikuwa ni vijana wa mitume au wanafunzi wa mitume. Kwa hiyo hao waliandika habari zinazomhusu Yesu. Sasa agizo kuu, tumeandika agizo kuu la Injili liliandikwa na Marko, Mathayo, Yohana na Luka kwa namna tofauti, wakilenga kitu kimoja. Maanake Marko tumesoma anasema basi enendeni ulimwenguni mote kwa kila kiumbe mkahubiri Injili, aaminie na kubatizwa ataokoka. Lakini hajasema wabatizwe kwa namna gani, na amesema ndo mkahubiri Injili, aaminie na kubatizwa ataokoka. Bado hajasema hii Injili ni kitu gani, lakini tunajua tafasiri ya Injili maana yake ni habari njema. Ukisikia Injili wanaposema basi nendeni, au Yesu anaposema basi nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili, maanake nendeni ulimwenguni mote mkahubiri habari njema. Na mtu akisiamini hizo habari njema, kuna ishara ataambatana nazo, na mtu akizikataa hizo habari njema atahukumiwa. Sasa je, ni habari njema zipi ambazo Yesu alikuwa anataka wanafunzi wakazihubiri, ambazo hizo habari njema ndizo zinazoitwa
lakini Mathayo anakuja kuiweka kwa namna nyingine. Mathayo 28:18 Yesu anasema, basi nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa hiyo Marko alisema enendeni ulimwenguni mote kwa kila kiumbe. Maana yake ungesoma Marko peke yake ungeweza kuzani kiumbe pengine mpaka labda ng'ombe au mpaka wanyama, lakini ukija Mathayo anakuweka sawa anaposema basi enendeni kwa mataifa yote mkawafanye kuwa wanafunzi. Kumbe Marko aliweka kiumbe, kumbe ni watu. Maana Mathayo anakuja na kuwekea sawa, basi enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Lakini huku Marko anasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Tunabatizaje? Mathayo anakuja kusema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru. Tazama, mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo Mathayo anajibu maswali ya Marko, kwa maana Marko alisema kila kiumbe, lakini Mathayo anasema mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Huyu anasema aaminie na kubatizwa, huyu anasema mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Maana yake anajaribu kuzungumzia ubatizo uliotajwa na Marko ni ubatizo wa namna gani. Viumbe vilivyotajwa na Marko si zaidi ya wanadamu, maana ni mataifa. Lakini huyu anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Yohana 20:21 ndipo anasema Yesu akaja kwao akawaambia, amani iwe pamoja nanyi, kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Kisha akawakuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Yoyote mtakayemuondolea dhambi zake zimeondolewa, na yoyote mtakayemfungia dhambi zake zimefungiwa. Maanake mwamini anao uwezo wa kumfanya mtu dhambi zake ziondolewe. Mwamini anao uwezo wa kumfanya mtu dhambi zake zikae. Kwa namna gani? Sio kumwambia kwamba wewe dhambi zako kwa jinsi ninavyokuona hazitaondoka, lakini ni kwa namna ya kuhubiri Injili. Maana yake enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie, maanake yule atakayeamini dhambi zake zimeondolewa, asiamini atahukumiwa. Kwa nini? Kwa sababu ameikataa Injili, dhambi zake zitakaa. Hiyo ndio namna ambayo Yohana anaandika kwamba yoyote mtakayemuondolea dhambi zake zimeondolewa, na yoyote mtakayemfungia dhambi zake zimefungiwa. Zinaondolewaje na zinafungiwaje? Zinaondolewa kwa kuhubiri Injili, zinabaki kwa kuto kuiamini Injili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hawa wote bado hawajaonesha ni kwa namna gani au Injili yenyewe ambayo inatakiwa kwenda kuhubiriwa ni kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Ili leo hii sababu Luka ambaye alikuwa ni dokta, yeye alifanya research ya kutosha, akaandika vitu hivi kwa kina. Katika nyakati hizi kuna mtu anaweza kukwambia kwamba mimi nilipomwangalia tu vile anapotembea labda na mabodigadi nikajua uso mtumishi. Mimi nilipomwangalia tu ule utajiri wa kutisha nikajua huyu sio mtumishi. Mimi nilipomuona tu alipovaa sio mtumishi. Akipigi chini kwa kuangalia vitu, maana Biblia imeweka wazi kama Injili ya kweli ni ya namna gani. Maana sisi tunaiangalia hiyo, haijalishi amekuja na Prado, haijalishi amekuja na Dara, haijalishi amekuja kwa namna gani, lakini akienda tofauti na mitume, akienda tofauti na Injili iliyohubiriwa, mtu huyo si wa kweli. Kwa lazima ujue Injili. Unapofungulia redio, unapomsikiliza mtu mtaani, unaposhika maiki kwenda kuhubiri mtaani, ni lazima ujue na ubiri nini. Ni lazima ujue mtu huyo hajahubiri Injili ya kweli kulingana na maandiko. Maana wote waliohubiri Injili hawakuwahi kutofautiana. Kwa nini leo unakuja unatofautiana na mitume, unatofautiana na manabii, unatofautiana na Yesu, alafu unasema unahubiri Injili? Maana Injili si Injili ya kweli. Kwa nini? Nisomee Galatia, nisomee Wagalatia 1 nafikiri kuanzia 6.
Torati ya Musa, aliandika habari za kusulubiwa kwa Yesu. Kumbe katika Torati ya Musa aliandika habari za kufufuka kwa Yesu, aliandika katika Torati ya Musa kama manabii. Kumbe manabii wote waliandika habari za kufa na kufufuka kwa Yesu. Alisema hata Zaburi, hata Daudi kumbe aliandika habari za kufa na kufufuka kwa Yesu. Inasema ndipo akawafungua akili zao wapate kuelewa maandiko. Maana kina Petro mara ya kwanza Yesu alipokufa wakasema habari hii imekwisha. Maana walikuwa waelewi hata kile alichoandika Musa, walikuwa waelewi hata alichoandika manabii, hata alichoandika Daudi. Na ndio maana baada ya Yesu kufa, Petro alirudi katika kazi yake ya kuvua samaki, ijapokuwa aliona miujiza yote ameitenda Yesu, lakini akasema mambo haya yamekwisha. Maana tuliwahi kuona mtu akifa anafufuka, na hiyo ndio injili ambayo Yesu alitaka wanafunzi wake wakaihubiri, ili kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Na ndio maana Warumi inatengeneza msingi, inasema wokovu unapatikana kwa kuamini kuwa Yesu ni Bwana na kuamini, yaani kwa kukiri ya kuwa Yesu ni Bwana na kuamini moyoni kwamba Mungu alimfufua katika wafu. Hapo ndio kuna kiini cha Kristo. Lakini kwa sababu katika kuamini ndio inamfanya mtu apokee wokovu, na wokovu tumesema kwamba ni kusamehewa dhambi, ni kuhesabiwa haki bure, ni kuhamishwa kutoka kwenye nguvu za giza, ni kufanyika kuwa mwana wa Mungu, ni kuwa raia wa mbinguni, ni kuoshwa na kutakaswa kabisa. Hakuna tena hukumu ya adhabu. Huo ndio wokovu ambao unapatikana kwenye kuamini kazi ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kwa haraka kwa sababu yaani siku zote nimegundua muda kunitosha, yaani ni saa moja najifunza, hakuna nilichozungumza, lakini nakuwa natamani kujifunze kwa utaratibu. Lakini sasa yaani mpaka jana ndio wanasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20. Nasema sasa labda mimi ningekuwa napewa muda kama huu. Paulo anasema akafuliza maneno yake mpaka saa 8 ya usiku, maana alizungumza mpaka saa 8. Kijana mmoja akawa anasinzia, Eutiko akaondoka na Paulo akamfuata, akamwekea mkono, maana kijana yule alipoondoka akafa. Paulo akamfufua, alafu darasa ikaendelea mpaka asubuhi. Nikasema hii sasa ndio ilikuwa tabibu katika makanisa, na hiyo unapewa ruhusa, unapewa msako na watu wanachelewa. Ndio maana tunakwenda kwa spidi, lakini sivyo hapana kupiga usiku kucha, ili mambo haya uyaelewe kwa kina. Bwana Yesu asifiwe. Nimebakisha dakika tatu. Yaani mimi nilijua baada ya Paulo kumfufua Tito watasema sasa kumbe watu wamechoka, lakini kasome hapo Matendo ya Mitume nafikiri 20:21 inasema darasa likaendelea mpaka asubuhi. Kaja kuwa watu wanazimia, watu wanachoka, lakini shughuli iko pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na dakika zibaki 11. Kwa hiyo kumbe Luka anasema na watu wote watahubiriwa juu ya toba na ondoleo la dhambi. Na kumbe injili ndani yake, hizi habari njema ndani yake zinapohubiriwa, ni lazima zimfanye mtu atubu, ni lazima zimfanye mtu amgeukie Kristo, ambapo huyo mtu akimgeukia Kristo anapata ondoleo la dhambi. Akipata ondoleo la dhambi na akatubu, ndipo anapopata uwezo wa kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Na ndio maana nilishawahi kuelezea au kutafasiri nini maana ya wokovu. Tunasema kwa Kigiriki wanasema ni soteria. Sasa hii ilikuwa ina maana wokovu, wanasema hivi ni kukitoa kitu kwenye hatari, to bring something out from the danger. Hiyo ni maana mojawapo, yaani akitoa kitu kwenye hatari, alafu kikitoa kitu kwenye hatari unahakikisha kile kitu akirudi tena kwenye hatari.
lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbe hatari ilikuwa ni dhambi. Kama hatari ni dhambi, ndio inamfanya mtu aingie katika mauti, lakini kwa karama ya Mungu ni uzima wa milele uliokuwa katika Yesu Kristo. Kwa hiyo maana ya jina Yesu, ambapo pia tunasema ni jina ambalo limetafsiriwa kutoka katika lugha ya asili, ambayo lugha hiyo alikuwa anaitwa Yoshua, ambao maana yake Mungu anaokoa au Mungu ni mwokozi. Kwa hiyo kumbe hiyo inapatikana katika hii 1:21 inasema, naye atazaa mwana. Anayezungumza hapa ni nani? Anayezungumza hapa ni malaika, anazungumza na Yusufu. Maana Yusufu aliazimu moyoni mwake kumwacha kwa siri mke wake Mariamu. Kwa nini? Kwa sababu anajiuliza, mbona bado sijatembea naye, inawezekanaje apate mimba? Akaazimu moyoni mwake kumwacha kwa siri. Kipindi anaazimu kumwacha, malaika wa Bwana akamtokea Yusufu akamwambia, Yusufu mwana wa Daudi, usiache kumchukua Mariamu mkeo, kwa maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, nawe Yusufu utamwita huyo mwana jina lake Yesu, kwa maana huyo Yesu ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Kwa Yesu maana yake ni mwokozi. Je, anakuja kuokoa nini? Anakuja kumwokoa mwanadamu kutoka kwenye nini? Kutoka kwenye dhambi. Maana hiyo dhambi ilitakiwa imlipe mwanadamu mauti, lakini Mungu akaona mwanadamu astahili kupata mauti, inao uwezo wa kutengeneza mpango kumkomboa kutoka katika mauti. Anamkomboaje? Anamkomboa kwa namna ya kumtuma mwanaye wa pekee, ili aje afe kwa ajili yetu, ili sisi tupate nafasi ya kufanyika kuwa wanakombolewa, kwa sababu wewe ulitakiwa kulipa mshahara wako. Mshahara wako ulitakiwa kuwa mauti, lakini Yesu akaja kukaa sehemu yako, yeye akafa ili wewe upate kuwa na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu, nisomee kitu kimoja, nisomee Waebrania 2:1. Kuna statement inatamkwa hapo. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika Manabii na Manabii, Mungu alisikia akasema na sisi katika Waebrania 2. kwa kwanza na kwa tatu. Ndio tunapaswa kuangalia zaidi hayo kwa kujua sura ya moja. Maana kwa neno na malaika kwa imani. Hata Musa na wasi bado ndio wao. Tafadhali kuona ujana Kitabu cha Waebrania ni kitabu kizuri sana, maana ni kitabu kinachojaribu kuonesha, wanasema ni kitabu kinachofananisha comparison, kinafananisha alafu ndani ya muda huo kinatofautisha, yaani kati ya kufananisha vitu viwili alafu inakuonesha katika hivyo vitu viwili nani aliyekuwa bora kuliko mwenzie. Sasa ukisoma sura ya kwanza yote mpaka uje sura ya pili, kabla ujaendelea huko mbele, lakini sura ya kwanza inasema alipoanza mtumishi zamani, Mungu aliongea na baba zetu kwa njia nyingi na kwa namna nyingi, lakini mwisho wa siku hizi amezungumza nasi kupitia mwana. Manake hapo unaonyeshwa kati ya manabii waliozungumza zamani na baba zetu kwa njia nyingi, na unaonyeshwa na Yesu Kristo, alafu anakwambia ambaye ndio Yesu, kupitia yeye ndio ulimwengu ulifanyika, ambaye yeye ndio chapa na nafsi ya Mungu. Alafu anakwambia akishuka zaidi, anakwambia kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Maana yake hakuna sehemu yoyote ambaye Mungu alishawahi kumwambia malaika wewe ndiwe mwanangu, lakini anamwambia Yesu. Alafu Yesu anafananishwa kati ya Yesu na malaika, alafu Yesu anaonekana yuko juu ya malaika. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye alimwambia wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Lakini kwa habari za malaika asema awafanya malaika zake kuwa pepo, yaani kuwa roho, na kwa habari za watumishi asema afanye watumishi wake kuwa miali
huyo Musa ambaye alipewa Torati kwa mkono wa malaika, lakini Torati hiyo haikuwahudumia wale waliokuwa wanakosa. Je, sisi tutapataje kukosa tusipojali uongozi wa namna hii ambao umetolewa na ule aliyekuwa bora kushinda Musa, ambao umeletwa na ule aliyekuwa bora kushinda malaika, ambao umeletwa na ule aliyekuwa bora kushinda manabii, anajulikana kama yeye ni chapa na nafsi ya Mungu na mng'ao wa utukufu wake. Anasema, je, sisi tutapataje kukosa tusipojali wokovu ulioletwa na mwanaye wa pekee, ulioletwa na aliye mkuu kushinda Haruni, ulioletwa na aliyekuwa mkuu kushinda Melkizedeki, ulioletwa na aliyekuwa mkuu kushinda Musa. Ikiwa Torati ya Musa tu watu walipokosa walikufa pasipo huruma, je, wewe ambaye wokovu umeletwa lakini unasema bana ndio uko hivi tunaokoka miaka mingi hatuoni mabadiliko yoyote? Tunasoma sasa huu wakati ambao nakwambia katika nyakati za mwisho tuangalie kwa upana wokovu sana, tusije tukakosa. Kuna mambo mengi nitamani kugusa, muda hautoshi. Kuna mambo mengi kwa sababu nitamani tuangalie manabii walihubiri vipi, wakina Musa walihubiri vipi. Malizia andiko moja ili tufunge, sijui muda umeisha. Malizia hilo ili nije nianzie hapo ikijana. Inatuanzia kwa kuwa na kupata msaada kutoka juu. Basi kwa kuwa nimepata msaada kutoka kwa Mungu, nimesimama mbele yenu kuwatumikia wadogo kwa wakubwa, wala sikusikia yale ambayo manabii na Musa waliyasema, kwamba Kristo hana kutekelezwa, na kwamba yeye kwanza kuwa kwa wao atangaza habari za Mungu kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. Kwa kuwa nimepata msaada kutoka kwa Mungu, nimesimama hivi leo nikiwashuhudia wadogo na wakubwa, wala sisemi jambo jipya isipokuwa yale yaliyonenwa na manabii, isipokuwa yale yaliyonenwa na Musa. Kwa hiyo kumbe Musa alizungumza habari moja, manabii walizungumza habari moja, ambao Paulo anasema hata mimi mnaponiona nimesimama ninawashuhudia wakubwa kwa wadogo, sijaja na stori mpya isipokuwa yale yaliyonenwa na Musa, isipokuwa yale yaliyonenwa na manabii. Ni mambo gani? Ni kwamba Kristo atateswa na siku ya tatu kufufuka, na kuangaliwa atatangaza juu ya habari ya nuru kwa watu wote. Kwa hiyo kumbe ukihubiri kama Paulo umehubiri sawasawa na Musa, ukihubiri kama Musa umehubiri sawasawa na manabii, ukihubiri sawasawa na manabii umehubiri sawasawa na Yesu. Maana Yesu anasema haya ndio maneno yangu niliwaambia nilipokuwa nikali pamoja naye, kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati, katika manabii na katika Zaburi. Ona wewe unakuja unaunga tela kutoka katika Musa, manabii na Torati na Yesu, na wewe unaunga msingi, ndio unakuwa sawasawa na wote waliohubiri injili ya kweli. Tuombe, tutakuja kuendelea kijana. Asante Yesu Kristo wa Nazareti, Mfalme mtakatifu, maana wewe ni Mungu wetu unayetupenda na kutupatia mema kile tunapopewa. Bwana, tunatamani kujifunza Mfalme mtakatifu Yesu Kristo wa Nazareti.